Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mama Maria, mama wa wote. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha mwaka huu kama mwaka mtakatifu, mwaka wa jubilei kuu. Mwaka wa jubilei kuu ni mwaka ambao tunaadhimisha ukombozi wetu. Tunaangalia nyuma, tunaona Mungu alivyotupenda kwa upendo mkubwa sana. Yeye mwenyewe akaamua kuja hapa duniani ili atukomboe. Na leo tunapoadhimisha miaka 100 ya ibada ya moyo safi wa Mama Maria, tukiunganisha na hilo, linatufanya tutafakari kwa umakini na kwa kina sana umwilisho wa Mungu. Katika sala ya kwanza, Roho Mtakatifu alitayarishiwa makao kwa Mama Bikira Maria. Ni kutokana na maneno ya malaika alipompasha habari, Roho Mtakatifu atakujilia, na atakapokujilia utakuwa mjamzito wewe, kwa sababu atakayezaliwa kutoka kwako ni mkombozi wa dunia. Tunamwangalia mama huyu na tunaangalia safari yake. Pale alipopashwa habari, anajiweka wakfu kwa Mungu, kwamba yeye ni kwa ajili ya Mungu. Alikuwa na mambo mengi sana, alikuwa tayari ameposwa, alikuwa ni mchumba wa mtu. Pengine kati yetu tungesema kwamba nitaacha yale, nipe nafasi niende nifanye majadiliano na upande wa familia ya mume wangu na upande wa familia yangu, tufikie mwafaka kwa ajili ya jambo hili. Tunaona alikuwa kwa kina kabisa, akalitafakari hili. Alipolitafakari akaamua, akajua kabisa Mungu ndiyo wa kwanza, ni Baba, ni Muumba, na kwa sababu hiyo yeye kama wa kwanza, yale anayotaka yafanyike yawe ya kwanza katika maisha ya mwanadamu. Tunaona alitoa jibu lile ndiyo bila hata kumwelezea mume wake Yusufu. Hakumwambia kwamba huku kuna kitu hiki, hapana. Kaa kimya tu. Amepashwa habari na malaika na alijua ni wajibu huo wa Mungu vile vile. Kama amenipasha habari mimi, si wajibu wangu mimi tena kwenda kwa Yusufu na kumwambia 1, 2, 3. Hii ni kazi ya Mungu, na kwa sababu hiyo najiweka wakfu kwa kazi ya Mungu, na ni Mungu atakaye mpa taarifa Yusufu. Na kweli ndio aliyofanyika. Tunaona safari aliyoianza. Katika safari hiyo hasa tunapotafakari Injili ya Luka ambao tunadokezwa katika sehemu ya Injili hiyo ilivyosomwa leo. Mbona umetufanya hivi? Mimi na baba yako tulikutafuta kwa huzuni, hamkujua imenipasa kuwa katika nyumba ya baba yangu? Neno zito ambalo linamfanya aliweke moyoni, alitafakari. Asilitolee waamuzi hivi hivi tu, si swala la mtindo huu. Atafakari, akaliweka moyoni. Tunaambiwa katika Injili ya leo tulivyoisikia, moyo mtakatifu, moyo safi wa Mama Bikira Maria. Na wote huu unatokana kwamba hana doa. Tumeadhimisha tarehe 8 kukingiwa dhambi ya asili. Hana doa, amejaa neema, na yeye ndiye njia ya kumleta mkombozi huyu duniani, na ni Mungu amemwandaa. Ndio maana amemkingia dhambi ya asili, awe ni safi, asiwe na doa.
Na kwa sababu hiyo tunapokuwa na ibada ya moyo safi wa Mama Maria, tunaangalia upendo, tunaangalia faraja, tunaangalia matumaini kwa wote. Ndio maana mara nyingi kisema moyo safi wa Bikira Maria, sema upendo, faraja, matumaini kwa wote. Naangalia yote hayo, yuko mbele yetu. Tunamwangalia yeye kama kielelezo ambacho kinatakiwa sisi tumfuate Kristo, sisi tuishi navyotupasa kama watoto wa Mungu. Yeye ni sehemu ya kanisa, na kanisa hili ndilo litakalotukuka mwisho wakati. Na kanisa ni watu wa Mungu walio safarini kumwelekea Mungu, wapo katika hija. Na ndio maana katika kanisa hili na katika safari hii tuko wengi na tunatofautiana sana kiroho, hata kimwili, hata kimaadili, hata wakati mwingine naweza kusema kwamba hata katika utu wetu. Na ndio maana tunaposema tuko katika hija kumwelekea Mungu, maana yake kusaidiana, kuongozana, kufundishana, kuombeana ili tufikie malengo. Kwa hiyo Mama Bikira Maria anatuonyesha yeye tutakavyokuwa, inabidi tuwe namna hii, tuwe katika hali hiyo. Na ndio maana kama yeye aliweza kumpokea Roho Mtakatifu kwake, na sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Naposoma waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 3 aya 16, sisi ni hekalu la Mungu na ni hekalu takatifu, na hatuna budi kuwa hivyo. Na ndio maana tunapoadhimisha ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu, hii ibada ina lengo kubwa kwetu sisi. Lengo kubwa kwanza, kuombea amani duniani, kuombea amani duniani. Na tunapoombea amani duniani, tunaangalia dunia ilivyo leo, tunaangalia tulipo leo, tunapokumbushwa tena na Mtaguso wa Pili wa Vatikano, tunaposoma kwamba tusome alama za nyakati. Yote yanayotukia leo hii si kile kitu tunaweza kikafanya, lakini tunaposoma alama za nyakati, tunatafsiri alama hizi za nyakati kwa mwanga wa Injili. Na tunapotafsiri alama za nyakati kwa mwanga wa Injili, tunamwangalia Kristo. Na ndio maana moyo safi wa Mama Bikira Maria unaenda sambamba na moyo mtakatifu wa Yesu. Na ndio maana katika hilo anasema mwana wangu aweze kuheshimiwa kupitia moyo wangu mtakatifu. Ndio anavyotualika kuombea amani katika ulimwengu wa leo. Fujo nyingi, matatizo mengi. Amani hiyo inaanza na sisi moyoni mwetu, tunavyotendeana na unavyoongea na wengine. Ushirikishe sasa amani ulionayo, na amani ya ndani si ya maaskari, si kwamba analindwa. Hapana, utulivu wako wa ndani. Wakati mwingine unaweza ukawa peke yako, ukawa umegawanyika. Kwa hiyo kuombea amani duniani, lakini pamoja na hayo kuombea uhuru wa kanisa, uhuru wa kanisa, ambapo katika hilo tutambue vile vile katika uhuru huo kujisikia nyumbani katika imani yetu, na kutambua kwamba hapa ndio kwetu, na kulinda misingi ya imani hiyo, kuto kupotosha. Kama nilivyosema kwamba tunatofautiana katika safari yetu hii na katika kanisa hili la watu wa Mungu. Na ndio maana tutasema kanisa ni moja takatifu Katoliki la mitume. Ni moja kutokana na yule mwanzilishi, ni takatifu mwanzilishi huyu. Lakini sisi tunafanya bidii ili tufikie katika umoja huu, tunafanya bidii ili tufikie katika utakatifu huu, tunafanya bidii ili tuweze kweli kuwa Katoliki, tunafanya bidii kuweza kufuata misingi ya mitume, kwa sababu ni kanisa takatifu Katoliki la mitume, limejengwa katika misingi hii. Kwa sababu tunaangalia hivyo, na lazima tulinde, lazima tutetee. Na ndio maana katika historia
ya kanisa kuna wafia dini wengi, na tunaangalia kwanza kutoka maandiko matakatifu yote. Tunaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kazi ya mitume waliyofanya, waliteswa. Tunaenda karne ya kwanza, ya pili na ya tatu, Wakristo waliweza kukiri imani mbele ya watesi wao, na watesi wao walikuwa ni viongozi wa serikali waliowatesa wakati huo wa dola la Kirumi walionyanyasa Wakristo wale, lakini walisimama kidete. Na ndio maana tunapoangalia mababa wa kanisa, tunaangalia mababa wa kanisa ambao walitetea imani hiyo. Kuna mababa wa kanisa ambao wamechukua mapokeo kutoka mitume. Kuna mababa wa kanisa ambao ni watetezi wakuu wa imani dhidi ya maadui kutoka nje, wale wanaoshambulia. Maana kuna wengine wanaokejeli, kuna waliokejeli, kuna wale ambao waliweza kuwatesa kwa sababu hawakufuata ibada za miungu. Akasema basi sisi tunamheshimu Mungu kuliko mwanadamu yoyote. Walisimama kidete. Ndio maana utaona kwamba kulikuwa na wafia dini, alafu utaona kwamba katika hilo vile vile waungama wa imani ambao wako magerezani wanasubiri kuteswa na kuuawa. Na yote haya ni kulinda uhuru wa kanisa, na kila mmoja lazima angalie hiyo. Katika utofauti wetu tunasema tunatofautiana, na vile vile kuna sisi ni wadhambi. Tunapotenda dhambi ndio maana tuna nafasi ya kuungana. Na katika safari ya kiroho kuna wengine wako mbele, wengine wanafuata, wengine wametangulia zaidi, na wengine wako nyuma zaidi. Ndio maana sasa kama tunaombeana, tunashikana mikono kwenda mbele, na si kuzomeana, si kutukanana, si kudharauliana, si kuungana na watu wengine kwa ajili ya kudharau imani ya kanisa langu na imani ambayo mimi mwenyewe nimeiungama katika ubatizo wangu. Kwa yote hayo labda uhuru wa kanisa. Lakini vile vile tunaombea wadhambi wote waweze kutubu. Tunaombea wadhambi waweze kutubu. Mungu hapendi mwenye dhambi aweze kufa. Hafurahii kifo cha mtu mwovu. Anataka kila mmoja aweze kufikia toba. Na ndio hiyo sasa, katika ibada ya moyo safi wa Maria, wa Mama Bikira Maria, tunaombea vile vile wadhambi watubu. Tunajiombea sisi wenyewe vile vile tuweze kuongoka kila wakati, na tumuongokee Mungu kila wakati kwa kumwangalia Mama Bikira Maria ambaye ni kielelezo na ni mfano wetu, mfano wa upendo kwa Mungu ambaye ametuonyesha yeye mwenyewe. Kwa yote haya yanaunganika katika ibada hii ya moyo safi. Najua kwamba tunaifahamu sana historia ya moyo safi wa Mama Bikira Maria. Na tunapoangalia watu maarufu walioeneza sana imani hiyo na ibada hiyo, kwa mfano karne ya 17 tuna Mtakatifu Yohane Eudes ambaye aliishi mwaka 1601 mpaka 1680. Yeye alikuwa ni wa kwanza kuweza kutangaza rasmi hiyo ibada ya moyo safi wa Bikira Maria na kuieneza na kumuona Mama Bikira Maria ni mfano wa upendo wa kimungu, kielelezo. Huyo ni Yohane Eudes katika karne ya 17. Lakini katika karne ya 19 na 20 tunajua kwamba tunafahamu medali zinazotolewa. Kuna medali ya ajabu ambayo ni medali ya mwaka 1830 ambapo Mama Bikira Maria alimtokea Santa Catarina kule Paris, Ufaransa. Utengeneze medali hii yenye upanga ambao umechoma moyo wangu, lakini vile vile kuwepo na maua yanayoonyesha usafi, moyo safi wa Mama Bikira Maria, na upanga ule mateso. Na ndio maana katika Injili ya Luka utaona kutafakari huyu Mama Maria anaenda na katika mateso yake yote, na katika Injili ya Yohane pale chini ya msalaba anapomwangalia mkombozi wa dunia
anateswa, mkombozi wa dunia anakata roho pale msalabani. Ndio maana tunapomwangalia mama huyu na katika moyo wake safi, tunaangalia mafumbo ya Kipasaka: mateso, kifo na ufufuko wake, na mwisho kupaa mbinguni. Lakini tunaona alivyojitambulisha kule Lourdes, Ufaransa, kule kwa Bernadetta, Mtakatifu Bernadetta, kama moyo safi wa ufufuko. Yeye ni Bikira Maria Immaculata. Tunamuona huyu Bikira Maria Immaculata kwamba hata katika zile picha zake anakanyaga nyoka, anamkanyaga nyoka, kielelezo kwamba anakanyaga shetani, nyoka wa kale ambaye anatuzongazonga katika maisha yetu. Lakini vile vile kule alionyesha umuhimu wa toba na umuhimu wa sala. Tuombee ulimwengu. Katika mtaguso wa pili wa Vatikano, kwenye hati ya mwanga wa mataifa, tunakumbushwa kwamba sisi kama waumini, wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuna wajibu mkubwa kutakatifuza malimwengu kwa maisha yetu tunayoishi, maisha ya ushuhuda. Ushuhuda huo ambao tunaonyesha ni ushuhuda wa Yesu Kristo, si kwa maneno yetu mazuri, ila ni kwa maisha yetu ya Ukristo, ya fadhila za Kikristo katika familia zetu na katika jamii yetu kwa ujumla. Lakini tunaona kilele kikubwa katika lile tokeo la Mama Bikira Maria mwaka 1917 kule Fatima, alipowatokea wale watoto watatu wale, Lucia, Francisco na Jacinta. Aliwaambia kwanza kujitolea kwa moyo safi wa Mama Maria, pili wasali rozari, pili tatu ukombozi wa watenda dhambi. Kiangalia ulimwengu unavyokwenda. Ndio maana sisi sio tu kwamba tunapofanya ibada kama hii na tunaposali rozari tukiangalia mafungu yetu yale, na leo tumeyasali yote, tunajua kwamba tunazunguka maisha ya Yesu, na tunazunguka maisha ya Yesu na Mama Bikira Maria. Tunaangalia kwanza matendo ya furaha. Tuko na Mama Bikira Maria asisema ndio kumleta mkombozi. Tuko na Mama Bikira Maria katika uzazi wake, mama wa Mungu. Changamoto mbalimbali katika wazushi, katika historia ya kanisa tunazisikia mpaka kwenye mtaguso ule uliofanyika Efeso mwaka 431, kutamka rasmi kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu. Tunaona katika rozari pale tuko naye katika kutafakari maisha ya Yesu. Tunapoelekea katika mateso hivi tuko naye Mama Bikira Maria, tunatembea naye, tunatafakari. Tunapoenda katika mafungu ya mwanga, tunaangalia yale miujiza mbalimbali ambayo Kristo alifanya pamoja na Mama Bikira Maria, tuko naye katika tafakari hii. Lakini katika ufufuko tuko naye tukishuhudia ushindi wa Kristo dhidi ya mauti, tuko naye. Sasa salini rozari, na katika kusali huko tunaukabidhi ulimwengu huu mikononi mwa Mungu. Tunayaona yanayotokea katika ulimwengu huu, tunaona yanayotokea katika familia zetu, tunaangalia watu wanapodharau maisha ya kiroho leo, na wengine wanajitangazia kwamba tayari ni watakatifu, sisi tutaenda mbinguni, wengine hamna, na wengine wananyosha vidole kwa kanisa Katoliki kwamba wengine wako safi na wengine hawa ndio wadhambi. Manake dunia ya leo mwanadamu anachukua nafasi ya Mungu sasa, kuanza kuhukumu wewe na kuhukumu wewe, huna maana, wewe huna maana, wewe huna maana. Si tena kumwabudu Mungu, ila ni kujitangazia utakatifu katika dunia ya leo.
Na ndio maana unapomwambia mtu wewe umekosea, hayuko tayari kupokea. Zaidi ya wewe ndiyo utakayehukumiwa. Wewe unayesema nimekosea, wewe ndio mkosefu mkuu. Hili ni tatizo. Sisi tukafikiri kwamba tuko vizuri, ni tatizo. Na ndio maana tunapomkumbuka Mama Bikira Maria, tuombe neema za Mungu katika haya yote yanayoendelea katika dunia ya leo. Wengine wanauawa, wengine wanashambuliwa, tunaona vita katika dunia, tunaona mambo ya madaraka, tunaona vyote hivi vinafanya mwanadamu adharaulike. Hakuna tofauti na wakati ule ambapo viwanda vilikuwa vinakuja juu, na hata wanafalsafa wa enzi hizo waliondoa katika kabisa mwanadamu. Mwanadamu alionekana ni kitu, na kwa sababu hiyo napotumia kitu kufanya kazi, ni wajibu wangu kufanya hivyo na nina haki. Ndio maana wale wanafalsafa wengine waliofuata sema tumwangalie mwanadamu. Huyu mwanadamu ni muhimu, na ndio maana tuangalie utu wake, na katika kuangalia utu wake tuweze kumheshimu. Ndio maana tuanzie na mtu alivyo. Hata kama amekosea, ni binadamu huyu, anahitaji kuangaliwa katika utu wake, anahitaji kuheshimiwa katika utu wake. Ni mambo yote haya ambayo lazima tuangalie. Ndio maana Baba Mtakatifu Pio wa 12 kwa mara ya kwanza 1942 papa huyu aliliweka kanisa na watu wote wa Mungu chini ya ulinzi wa tunza ya moyo safi wa Mama Bikira Maria. Mwaka 1942 chini ya ulinzi wa tunza ya moyo safi wa Mama Bikira Maria, kanisa na watu wote wa Mungu. Hakuna ambaye ametoka kokote kule, ni wote tumetoka kwa Mungu, tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Na papa huyu akaona ni jambo jema kabisa ibada hii ya moyo safi wa Mama Bikira Maria ienee katika kanisa la ulimwengu. Akaiweka rasmi mwaka 1944. Papa Pio wa 12. Tunaadhimisha miaka 100 katika historia ya moyo safi wa Mama Bikira Maria. Tutafakari vizuri, na ndio maana leo hii tunawapokea wana Fatima, na tunapoangalia sema moyo safi wa Mama Bikira Maria, tunaviangalia vile vile vyama vyote vya Kimaria, vyama vyote vya Kimaria, Legio Maria, Rosari Hai. Manake hivi vyama visiposhirikiana, sasa jamaa vipi? Wanamwenzi nani? Fatima hai, tunajua Legio Maria, Rosari Hai. Kuna vyama mbalimbali vya Kimaria, vyombo ambavyo vinamwenzi Mama Bikira kwa namna ya pekee katika ibada zao, na hii ni karama. Na sababu vyama hivyo lazima mwisho wakati vinapokuwa na ibada rasmi hiyo ambayo ni ya umoja zaidi, lazima viungane, lazima vikutane, lazima viongee. Sasa tunaenda kufanya 1, 2, 3. Tulipokuwa jimbo kuu la Dar es Salaam, tulianzisha tayari umoja wa vyama vya Kimaria kushirikiana pamoja. Sio kwamba Fatima wameandaa hiki, wanapoandaa hiki Legio Maria wanasema na sisi tutakuja kuandaa cha kwetu. Haileti picha nzuri. Na Wakatoliki wanamwenzi Mama Bikira Maria kwa namna ya pekee. Tunasema huu ni mwezi wa Mama Bikira Maria, mwezi wa 5 tusali Rozari. Huu ni mwezi wa 10, mwezi wa Rozari, tusali Rozari. Sasa tunamwenzi sisi, tunamchukua Mama Bikira Maria, sio kama wale ambao wanasema Mama Bikira Maria ni bahasha tu. Ukiona tunaanza dharau hizi, jua kwamba sisi wenyewe tunadharauliana, hatupendani sisi. Na tujue kwamba tunapoheshimiana sisi, kama mtoto anamheshimu mama yake, aweza kumwambia mama yake ni bahasha ya kunileta duniani hata siku moja.
mama anatakiwa aheshimiwe kwa namna pekee. Amenileta duniani huyu, amenilea. Nilikuwa naumwa, anaongea kwa niaba yangu, ananipeleka hospitali. Wakati mwingine nakuwa namchafua, ananisafisha. Leo nimwite ni bahasha, ni ajabu. Ndio maana unapotoka hivi utaenda kwa mama Bikira Maria hivi hivi. Kama unamdharau mama yako leo hii, utaenda kwa mama Bikira Maria na utamdharau hivi hivi. Na ndio maana sasa kama tunapoheshimiana sisi, ni rahisi kama kundi hili ambalo wanaheshimiana hawa, mwenzake anamuona mtu anamwona mwenzake kama sura na mfano wa Mungu, na anaheshimu utu wake, anamtendea yaliyo mema, anamtakia yaliyo mema. Tunapoenda kwa Mungu tunamheshimu zaidi muumba wetu, na tunakuwa kitu kimoja katika tafakari, na tunaweka umoja ulio mkubwa zaidi. Na ndio maana tunapoadhimisha jubilei hii, na sisi tutafakari kwa makini. Si swala la kusema tumehesabu miaka 1, 2, 3 mpaka 100, lakini hii ni safari ya kiroho. Kama safari ya kiroho, tumepiga hatua gani? Sisi ni wana Fatima, tumepiga hatua gani? Tuangalie familia zetu, tuangalie tunapoishi, ushirikiano wetu na watu wengine. Mama Kanisa anaongelea majadiliano na dini zingine ambazo si za Kikristo. Tumefikia hatua gani? Mama Kanisa anaongelea umoja wa makanisa. Tumefika katika hatua gani? Mama Kanisa anatuhimiza vile vile mambo ya toba, kuweza kufuatilia kwa makini mafundisho ya Mama Kanisa. Yeye ni mama anayetulinda. Tukimdharau mama huyu, sasa tutaenda wapi? Kwenye mkanganyiko, Mama Kanisa anasema, watoto wangu, tupite njia hii. Hii ni njia sahihi. Na ndio maana Mama Kanisa hawezi kukosea katika imani na maadili. Ndio maana unaposema kwamba nina imani hii, imani Katoliki, huwezi ukaitinganisha na maadili Katoliki. Yote vinaenda pamoja. Imani Katoliki na maadili Katoliki, yote vinaenda pamoja. Na Mama Kanisa hawezi kukosea hapo. Ndio maana katika mkanganyiko anasema tupite njia hii. Hatuwezi tukajiendea tu tukasema kwamba sisi tunafanana na wote, tuko wote sawa. Ndio maana unaitwa Mkatoliki. Ina maana yake, una utambulisho wako ambao unakufanya uwe hivi, na umeundwa hivi katika malezi ya huyu Mama Kanisa. Kwa ndio maana utaona kwamba tunapoangalia katika mafundisho yetu, hapa tunamuona Mama Bikira Maria, hapa tunamuona Mama Kanisa, mama wawili wanaotuongoza katika safari yetu ya kumwelekea Mungu. Ukiangalia Mama Kanisa ni sehemu ya kanisa, yuko ndani ya kanisa. Mama Maria ni mfuasi wa Yesu. Ndio maana anasema kwamba alimfuata kwenye mateso ndio nini, na baadaye mwana akaona kwamba haiwezekani, akampaliza mbinguni. Na yote haya ni muhimu kuyaangalia kwa makini, na ndio maana tunapoadhimisha jubilei tunatathmini vile vile, tumetoka wapi, tuko wapi, tunaelekea wapi, kiroho, kimwili, katika ubinadamu wetu. Tunapoadhimisha jubilei ni muda wa kusema hapa tulikosea, hapa tukwenda sawa. Sasa kilichotukosesha ni hiki. Katika tathmini hiyo tusirudie hiki, tuende hivi, tufanye vizuri na kuwa wafuasi wazuri. Na ndio maana katika mwaka mtakatifu kulikuwa na Waingereza sasa programu mbalimbali, hija, vitu vyote hivyo, ili vitukumbushe hayo yote. Tuendelee kumwomba Mama Bikira Maria, mama yetu, atuombee, na anapotuombea tuweze kuishi navyotupasa kama watoto wa Mungu,
na katika kuishi tunavyotupasa kama watoto wa Mungu, tutakatifuze malimwengu, sisi na familia zetu. Awe kielelezo katika familia zetu, awe kielelezo katika imani yetu, katika maadili, namna ya kuwa, ili tuweze kufaulu vizuri katika haya tuliyoyaahidi. Kama wale ambao wanafunga nadhiri kwenye utawa, nadhiri za daima, nasema unipokee nilivyoahidi, nitaishi, sio kaniaibisha katika matumaini yangu. Tufanye hivi na tujitolee kwa moyo safi wa Mama Bikira Maria. Tumsifu Yesu Kristo.